نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Katika sura At-Tariq ambayo tunaendelea nayo katika darsa ya tafsiri ya Qur'an al-Karim, imebaki sehemu ya mwisho yenye aya kuanzia nambari 11 mpaka aya ya mwisho nambari 17. Kama kawaida tutazipitia aya hizi kwanza kwa tafsiri ya neno kwa neno kwa Kiswahili, na baadaye tutaangalia maana mufradati, pia baadaye tutaangalia al-maana al-jumali, na halafu tutamalizia katika al-maana al-idahi katika hizi aya 7 zilizobaki katika sura At-Tariq. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Was-samaa'i dhati ar-raj'. Hichi ni kiapo Mwenyezi Mungu anaapa kuapia juu. Samaa ni kila kilichopo juu, lakini kwa hapa madhali imekuja mbele yake dhati ar-raj', bila ya shaka kinachoapiwa hapa ni kile chenye kurejea, na hapa chenye kurejea muradi wake ni mvua. Kwa hivyo samaa hapa imekuwa ni mvua, dhati ar-raj'i yenye kurejea. Kwa nini ikawa yenye kurejea? Kwa sababu siku zote katika lugha ya Kiarabu kurejea au kurejeshwa ni kitu ambacho kilikuwa pahala fulani mwanzo, au ni jambo lililokuwa katika hali fulani mwanzo ya sura yake, baadaye kikaondoka pahala pale au ikabadilika hali ile, halafu urejeshwa kama ilivyokuwa mwanzo au pale pale pahala pa mwanzo. Na hii mvua asili yake kufanyika kwake ni katika ardhi, ni katika ardhi ndipo yalipowekwa maji na ndipo yanapofanyika mvuke kwa sababu ya jua, na ndiyo pahala ambapo inaanzia mvuke ule kupelekwa juu na upepo, kama yalivyokuja hayo katika aya mbalimbali za Qur'ani. Miongoni mwa aya hizo ni kama ilivyokuja katika sura Ar-Rum. Mwenyezi Mungu anasema Allahu alladhi, kwenye sura Ar-Rum aya nambari 48 mpaka 50, Mwenyezi Mungu anasema Allahu alladhi yursilu riyaha, huyo Mwenyezi Mungu ambaye anatangaza aabudiwe peke yake bila ya kushirikishwa, anazo sababu nzito ambazo hazikupata kuelezwa na yoyote yule ambaye watu wanamwabudia. Moja katika sababu hizo ni kwamba yeye anapeleka upepo au pepo kwa jamu nyingi. Pepo hizi
fatuthiru sahaban, huyaharakisha mawingu, huyafanya yarande mawingu, na asili yake mawingu yale ilikuwa ni mvuke kutokana na maji ardhini. Fayabsutuhu, na baadaye mawingu haya akisha kuyaharakisha huyatandaza fi samai, katika anga, kaifa yashau, kwa vyovyote vile namna anavyotaka Mwenyezi Mungu. Wayajaluhu kisafan, na baada ya muda mawingu yale huyafanya mapande mapande yakakatika katika. Hatimaye fatara alwadqa, wewe mja ndo unaiona mvua, yakhruju min khilalihi, inatoka katikati ya mawingu yale. Mvua hii fa idha asaba bihi man yashau min ibadi, endapo itamfikia yoyote Mwenyezi Mungu aliyemtaka imfikie katika waja wake, idha hum yastabshiruna, tahamaki viumbe wanapata bishara njema, wanafurahi. Wa in kanu min qabli an yunazzala alaihim, na walikuwa viumbe kabla ya kuteremshiwa juu yao mvua hii, min qablihi la mublisina, kabla yake walikuwa wamekwisha kata tamaa. Fandur, basi angalia, ila athari rahmatillahi, kwenye alama za rehma ya Mwenyezi Mungu, kaifa yuhyi al-ardha, vipi anaihuisha ardhi, baada mautiha, baada ya kufa kwake. Inna dhalika la muhyi al-mauta, hakika huyo mwenye uwezo aliofanya hayo ndiye atakayefufua waliokufa. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, naye juu ya kila kitu muweza. Ndiyo katika kiapo hichi, wasamai dhati raj'i, hapa Mwenyezi Mungu anaapia mvua yenye kurejea tena pahala pake. Iko juu hivi sasa na inarejea pale ambapo imeanzia chini. Na katika sura Fatir kwenye aya nambari 9 Mwenyezi Mungu anasema tena vile vile, wallahu alladhi arsala ar-riyaha, huyo Mwenyezi Mungu anaotangaza aabudiwe peke yake asishirikishwe. Katika mambo anayoyafanya daima ni kwamba yeye kapeleka pepo, fatuthiru sahaban, vile vile kama aya ile, pepo hizi zikaharakisha mawingu. Fasukunahu, basi tukayachunga sisi mawingu haya, ila baladin mayitin, mpaka kwenye mji uliokufa. Kufa kwa mji maana yake ni kukauka, ukame. Fa ahyayna bihi al-ardha, basi tukahuisha kwa maji hayo ardhi. Fa ahyayna bihi al-ardha ba'da mautiha, basi tukahuisha kwa maji hayo ardhi baada ya kufa kwake. Kadhalika an-nushur, na hivyo hivyo ndio mkusanyo wa viumbe utaufanywa. Kama ugumu ilikuwa ni ugumu ardhi kuhuika, sio binadamu. Binadamu itakuwa rahisi mno. Akasema tena Mwenyezi Mungu vile vile, falyanzur al-insanu ila ta'ami, katika sura Abasa, basi naangalie mwanadamu katika chakula chake anachokula. Chanzo chake, asili yake imekuwa ni nini mpaka akala? Anna sababna al-maa, sisi tumeyamimina maji sabban, kwa nguvu mengi bila kiasi, mpaka ardhi yenyewe ina sharabu, inaanza kufanya rutuba baada ya kuwa ni kavu. Sababna almaa sabba thumma shaqaqna al-ardha, kisha tukaipasua ardhi shaqan, kwa mpasuko au kwa mpasuo wenye mastaajabu makubwa. Baada au kabla yake ardhi ilikuwa ni ngumu kiasi ambacho jembe haliingii, na hatimaye kokwa ndogo ikatoka mche, na mche ule ukaipasua ardhi. Ardhi imekuwa sasa ni laini kiasi ambacho inaweza kupasuliwa na mche mwembamba. Baada ya mpasuo huo, faambatna fiha habba, tukaotesha sisi aina za nafaka kama chembe chembe, mtama, mahindi, kunde, maharagwe, choko na kadhalika. Wa inadan, na mizabibu, wa qadban, na hata mboga mboga vile vile. Wa zaitunan, na miti mingine kama mizaituni, wa nakhla, na mitende. Wa hadaiqa, na mabustani mengi. Ghulba, iliyosongomana miti yake kwa wingi na kwa nguvu ya ardhi kwamba ina rutuba. Wa fakihatan, na matunda mbalimbali. Wa abba, na malisho ya nyama vile vile. Mataan lakum, haya ni kwa ajili ya matumizi yenu binadamu. Wali an'amikum, na kwa ajili ya wanyama wenu. Wasamai, na apa kwa mbingu. Hapa mbingu ni mvua, kwa sababu kutoka juu wakati huu ikaitwa samai. Dhati raj'i, yenye kurejea. Wal ardi,
na naapa kwa ardhi dhati sad'i, yenye kupasuka mpasuko wa ajabu. Hata mche mwembamba kabisa ukaweza kuitoboa ardhi. Wal ardhi dhati sad'i, kiapo hichi kimeapiwa vitu vikubwa kama hivyo kwa sababu kile ambacho kinataka kutajwa ni kitu kikubwa vile vile. Jawabu ya kiapo, innahu, hakika hayo maneno anaotamka Muhammad, yani al-Qur'an al-Karim, la qawlun fasl, ni neno la upambanuzi, ni neno la hukumu, ni neno ambalo linapambanua baina haki na batil. Qawlun fasl, wama huwa bilhazl, na wala halikuwa neno hilo la mzaha wala la utani wala la maskhara. Innahu la qawlun fasl, kwa hakika ni neno la haki la upambanuzi. Yoyote mwenye kushikamana nalo neno hilo anakuwa ni mshindi, mshindi dhidi ya batili, mshindi dhidi ya uadui, mshindi dhidi ya maovu, mshindi dhidi ya maasi, mshindi dhidi ya tashwishi ya ibilisi. Mwenye kukamatana nayo maneno hayo ni qaulun fasl, amekamata. Wama huwa bilhazli, na wala sio maneno ya maskhara. Innahum, hakika hao makafiri na hao wabaya, yakiduna kaidan, wanafanya vitimbi vya kila aina ili maneno haya yasikubalike, maneno haya yasifahamike, maneno haya yasiwe na ukweli. Innahum, hakika hawa watu wabaya, makafiri na wengi wengine, yakiduna, wanafanya kaidan, vitimbi vingi. Lakini Mwenyezi Mungu anavikabili vipi vitimbi hivi? Anasema wa akidu, na mimi vile vile huwa ninapindua kaidan, kwa vitimbi vilivyokuwa vikubwa zaidi kuliko vyao. Basi Muhammadi, famahili kafirina, wapururie, waachilie kabisa makafiri, usiwashughulikie. Ikiwa tunakuahidi tutakuonyesha namna tunavyotia mbaroni hapa duniani, au ukawa hukubahatika kuona, nakwambia kwamba wao wataingia katika kaburi yangu. Fa imma nuriyannaka ba'd alladhi na'iduhum, ikiwa tutakuonyesha hapa duniani baadhi ya mambo ambayo tunawaahidi watu wabaya, au natawafayannaka, au tukakufisha kabla ya kukuonyesha. Fa inna minhum muntaqimun, sisi kwa watu hawa tutajilipiza kisasi lazima. Ukiona usione, wewe fahamu kwamba hawa sisi hatuwaachilii. Kwa hivyo famahili alkafirina, wapuuze makafiri, wasikuumize kifua bure, wasikutie uchungu, waachilie mbali na wanaosema na vitimbi vyao. Mimi mtavikabili kwa akidu kaidan, hawafanikiwi. Famahili alkafirina, basi wapuurie makafiri, amhilhum, nami nawaacha ruwaidan, kwa muda mdogo tu, si miaka mingi nitawatia mbaroni. Kama utabahatika kuona utaona, na pale ambapo kubahatika umeondoka duniani, basi kaa ukijua huko nyuma makafiri wataingia kwenye kaburi ya Mwenyezi Mungu, kama walivyoingia kaumu Nuhin, kaumu Adin, kina Thamudi, wote hawa wameingia kwenye kaburi ya Mwenyezi Mungu. Hiyo ni tafsiri ya neno kwa neno tu, Kiarabu kwa Kiswahili. Na sasa tunaangalia mufradati, namna mabingwa wenye kufasiri maneno magumu ya Qur'ani walivyokunjua haya maneno magumu. Wassamai dhati raj'i, na apa kwa mvua yenye kurejea. Arraj'u, neno kurejea maana yake i'adatu shay, ni kukirejesha kitu ila halin au makanin, kukipeleka katika hali au pahala. Kana fihi awalan, kilikuwepo kitu hii cha mwanzo kikaondoka. Kwa hivyo raj'i ni kukirejesha kitu, i'adatu shay ni kukirejesha kitu au jambo ila halin au makanin, kwenye hali ambayo au kwenye nafasi ambayo kana fihi awalan, kitu hicho kilikuwepo pahala pale mwanzo. Kama hiyo mvua ilikuwa hapa ardhini mwanzo, maji yatoka hapa. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema katika suratul Waqi'a, anasema afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun, je, mmeona haya maji mnayokunywa? Haya maji mnayokunywa haya, kwa hakika hapa amepita miujiza ya Mwenyezi Mungu mikubwa, hata mkayanywa. Amepita uwezo wa Mwenyezi Mungu mkubwa sana, hata mkayanywa. Kwa nini? Kwa sababu yalipopanda maji haya juu, mvuke ulipochukuliwa na upepo,
yalipanda mchanganyiko wa maji ya chumvi, ndo mengi zaidi kuliko mengine ya baridi baridi. Bahari imetawala zaidi duniani kuliko maji ya baridi. Ocean kwa ocean, bahari pevu sana mno, ndiyo iliyopelekwa juu kuliko maji ya baridi. Na mengine yaliyopanda juu ni maji machafu, maji ya karo, kila aina ya balaa katika ardhi imechukuliwa kupelekwa juu, mchanganyiko wa mambo. Lakini hatimaye kukafanywa mchujo maalum na Rabbul Izza, na malaika maalum wako waliowakilishwa kwa kazi za mvua. Malaika Mikail amewakilishwa yeye kwa kazi maalum, kazi ya mvua. Yakachujwa maji kwa mchujo uliokuwa hauna makosa. Mwenyezi Mungu anatuuliza, antum, hivi nyinyi viumbe binadamu, anzaltumuhu, ndio mlioyateremsha maji haya, minal muzni, kutoka kwenye mawingu yake yaliyolenga maji. Maana yalipanda ya chumvi na machafu na kila aina. Sasa yalipoteremka, yameteremka ma'an tahura, wa anzalna minas samai ma'an tahura linuhyiya bihi baldatan maitan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya kathira. Wa anzalna minas samai, tukateremsha kutoka juu mawinguni, ma'an tahura, maji yenye kutahirisha. Lafdhi tahur kwa Kiarabu ni kwamba chenye kutahirisha, na lafdhi ya tahir inakuwa safi chenyewe tu. Lam yakul anzalna minas samai ma'an tahira, bali qal ma'an tahura, maji yenye kutahirisha. Maji hayo yanakitahirisha kila kitu katika ardhi, na yalipanda machafu ya chumvi na kila balaa, na sasa yamechujwa kiasi ambacho ma'an tahura, maji hayo mpaka mafundi wa mainjinia wa mashine wanasema maji ya betri kama haina chaji, basi maji ya mvua kama utakinga pahala peupe, yasipite kwenye bati wala kwenye makuti yakazoa takataka mbalimbali pahala uwanjani, basi maji yale yana nguvu zaidi kuliko maji yoyote. Na Mwenyezi Mungu ameyaita ma'an tahura, maji yenye kutahirisha, yanakitahirisha kila kitu, kuanzia mwili, moyo, machango. Maji yale ni dawa, na hayana wasiwasi kumtoa mtu janaba na kumfanya kutawadha na kuswali, hayana wasiwasi, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameyaita tahura. Kwa hivyo ni yenye kutahirisha. Linuhyiya bihi baldatan maitan, ili tupate kuhuisha kwa maji hayo mji uliokufa. Wa an'aman, na wengine wanyama. Wa anasiya kathiran, na hata binadamu wengi sana wanahuika kwa maji hayo. Nafsi za viumbe huwa zinapapatika kwa kukosa maji hayo, lakini mara tu yanapofika katika ardhi, kila mmoja anaona kachangamka, mpaka sisimizi katika ardhi kachangamka kwa harakati nguvu sana, kwa sababu ya maji kuteremka chini. Antum anzaltumuhu minal muzni, hivyo nyinyi ndio mlioteremsha maji hayo kutoka kwenye mawingu. Am nahnul munziluna, au sisi ndio wateremshaji. Lau nashau, lau kama tungetaka sisi, ja'alnahu ujajan, tungeyafanya maji haya kuwa ni ya chumvi, kwa sababu yalipanda chumvi tupu. Falaula tashkurun, basi kwa nini mnafakamia mafunda ya maji hata tamko la alhamdulillah halitajwi? Kwa nini mnafakamia mafunda ya maji na kukatakiwa? Hamsemi alhamdulillahi alladhi saqana ma'an azban furatan birahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidhunubina. Ilikuwa ni kitu ambacho lazima muungane, mkubali, maana ufalme mkubwa wa Mwenyezi Mungu umepita. Lakini pengine mtu anakunywa maji kiutovua adabu kwa mkono wa kushoto kama shetani, hajali wala hafikiri nini kimepita, maji haya yakapatikana kunywa yeye, na alikuwa na kiu ya kumuua. Na pengine huko anakunywa maji, huko anatukana, huko anakunywa maji, huko anafanya ufidhuli, huko anakunywa maji, huko adhana zinaadhiniwa na yeye hendi kusali. Alimradi neema ya Mwenyezi Mungu hiyo. Falaula tashkurun, basi kwa nini hamshukuru? Ili kuwa mtu baada ya kunywa maji angalau amkumbuke Mola wake, aseme alhamdulillah, sifa kwa ukamilifu za Mwenyezi Mungu, alladhi, Mwenyezi Mungu ambaye saqana, ametunywesha sisi, ma'an, maji, azban furatan, yaliyo matamu mno, birahmatihi, kwa rehema yake Mwenyezi Mungu. Walam yaj'alhu, na hakuyafanya maji hayo milhan, ya chumvi, ujajan,
inayokereketa, inawasha chungu mno. Bidhunubina, kwa sababu ya madhambi yetu sisi, ilikuwa pengine hata tone la maji tusipewe, na kama tunapewa basi chumvi tupu. Lakini Mwenyezi Mungu akuteremshia chumvi kwa rehema zake, pamoja na dhambi yetu mikubwa, akatufanyia maji ma'an azban furatan. Ilikuwa kila mnywaji wa kinywaji kwa hakika anatakiwa amshukuru Mwenyezi Mungu hivyo. Kwa hivyo neno raji' i'adatu shay'i ila halin au makanin kana fihi awalan, wal muradu bihi al matar, na madhumuni yake hapa was-samai dhati raji', as-samai muradu yake hapa al matar, ni mvua. Wasummiya bidhalika, na ikaitwa kwa jina hilo ar-raji', likaunihi, kwa sababu hapa kuwa kwake mvua ile, yuadu, inarejeshwa tena mara ya pili, ila al-ardhi, kwenye ardhi ambapo inatoka, min as-samai, safari hii ikiwa yatokea mbingu juu, kwa hivyo inarejeshwa pale pahala pa mwanzo ilipokuwepo. Wal ardhi dhati sab'i, na ardhi yenye mpasuko. Tamko as-sab' ash-shaqq, ardhi yenye mpasuko. As-sab'i bimaana ash-shaqq, mpasuko. An-nashi', wenye kuanzisha. Min tafarruqi, kutokana na kufarikiana na kutengana. Baadhi ajzai al-ardhi, baadhi ya sehemu ya ardhi kutengana kwa mpasuko ule. Wa infisali baadhiha, na kupambanuka baadhi yake. Min baadhin, kwa baadhi ya nyingine. Bin nabati, kwa kupata nafasi mimea kupenya katika ardhi. Huo mpasuko kwa hakika ni waajabu sana, hata Mwenyezi Mungu akauwapia hapo kwenye Qur'ani, na anachotaka kukitaja kwamba ni kitu kikubwa mno, akataja vitu viwili, mvua na ardhi. Innahu laqawlun fasl, jawabu ya kiapo, hakika hiyo Qur'ani ni neno la hukumu, neno la upambanuzi. Tamko faslun ay yafsilu baina alhaqi walbatili, yani Qur'ani qawlun fasli yafsilu baina alhaqi walbatil, inapambanua baina haki na batil, baina kweli na uongo, baina ndivyo na sivyo, baina nzuri na mbaya, baina inayofaa na isiyofaa. Innahu laqawlun fasl, alfasl ay yafsilu baina alhaqi walbatil, yani inatenganisha, inapambanua baina haki na batil. Wa yaqta'u, na wakati inapopambanua Qur'ani baina haki na batil, inakatilia mbali aljadala walmiraa, majadiliano na mashindano. Kwa hakika inakuwa hakuna tena inapoingia Qur'ani pahala, basi mkwisha. Wakitaka wasitake, wanaoshindana watainama chini kwamba Qur'ani ishasema, na kazi yao ni kuthibitisha tu kwamba imesema zamani na Qur'ani mambo hayo. Watashindana, elimu yao haijafika bado kutambua mambo. Watasema jua limesimama halendi, lakini Qur'ani imesema washamsu tajri, bimaana tajri. Hatimaye dunia inakuja kuthibitisha kwamba kweli bwana, kumbe nalo jua lina rotate kwa spidi yake maalum, na kwa mwendo maalum, na kwa mzunguko maalum. Wakitaka wasitaki, wana sayansi kazi yao ni kwenda kwenye Qur'ani. Ndio maana Mwenyezi Mungu akatwambia waumini, wama ikhtalaftum fihi min shay fahukmuhu ila Allah, dhalikum Allahu rabbi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Wama ikhtalaftum fihi min shay, na kile ambacho mmetofautiana nacho nyinyi katika chochote kile, fahukmuhu ila Allah, hukumu yake kwa Mwenyezi Mungu, kwenye maneno yake kwenye Qur'ani. Yeye ndiye mwenye kujua siri zote, ndiye mwenye kujua mambo yote, yeye ndiye muumbaji. Manake la yakhfa ala Allah minhum shay, hakifichikani kwa Mwenyezi Mungu chochote kile kwa viumbe. Dhalikumullahu rabbi, huyo ndiye Mwenyezi Mungu mola wangu mimi, alayhi tawakkaltu, juu yake nimetegemea mimi, wa ilayhi unib, na kwake yeye Mwenyezi Mungu ndio mimi narejea kila wakati. Kwa hivyo alqawlul fasl, inapokuja Qur'ani al-Karim, wa yaqta'u al-jadala, inakatilia mbali majadiliano. Walmiraa, na ukindani baina ya mtu na mtu, au baina ya watu na watu, au baina ya dini na dini nyingine, Qur'ani ikiingia inakatilia mbali majadiliano. Waman arada hujjatan, na mwenye kutaka hoja, falqur'anu yakfihi, Qur'ani itamtosha kuwa ni hoja kubwa mno. Innahu laqawlun fasl wama huwa bilhazl innahum yakiduna kaidan. Kalimatu yakidun, neno yakidun
kaidan ay ya'maluna al-makaida, yani wao wanajitahidi kufanya vitimbi. Makafiri, watu wabaya wote, miaka na miaka wanakaa kitako watu kutaka kuifanya Qur'ani haina maana na kusema kwamba si maneno ya Mwenyezi Mungu chochote. Leo ni miaka mingapi imedumu Qur'ani, na kila wakati watu haiwatoshi, na kila wakati maana yake haijakaa kitako pahala ikawa ndio mwisho wa maana. Kila siku yachimbuka maana mpya tu, na msomaji wa Qur'ani hata abobee katika falsafa namna gani, hatofika pahala akawa kaitosheleza kiu yake kwenye Qur'ani, hahitaji tena kuirejea tena, kuipitia tena, kuisoma tena. Kila siku inampa ladha zaidi na fahamu zaidi. Na Mwenyezi Mungu kila siku maneno yake huwaleta watu na sauti nyingine za usomaji, mahadhi mengine, na kutunza hukumu kwengine, kiasi ambacho msomaji uliokuwa umemuona ni star, ni nyota, hakuna mwingine. Miaka 10 iliyopita, sasa hivi kuna wengine wamekusha mpindukia vibaya, hata humtaji, hata humjui tena. Na huyu aliyopo leo, baada ya miaka 10 wanakuja wengine wanaipiku kiraa yake. Kila siku inakujia kiraa ile ladha zaidi kuliko nyingine. Hayo ni maneno ya ajabu kwa hakika. Yameapiwa maneno haya kwa mvua inayorejea tena ardhini kimiujiza, na ardhi yenye mpasuko unaopasuka kiajabu, kwamba maneno haya ni maneno ya upambanuzi, yanapambanua baina haki na batil, na wala si maneno ya mzaha. Na makafiri wanafanya vitimbi, yaamaluna almakaida, wanafanya vitimbi fi ibtali amrihi, katika kubatilisha amri yake Qur'ani, amri ya Mwenyezi Mungu, ili haifanyi kazi. Hivi wanajitahidi, wanafanikiwa katika baadhi ya miji. Waislamu wanakitupa kitabu chao, hawakishughulikii, hawakipitii, hawakizingatii, hawakitekelezei amri zake. Matokeo yake ni kwamba Qur'ani inachanwa hukumu zake, lakini maneno yako pale pale, isipokuwa hukumu zake zinachanwa, hazifuatwi sheria zake katika sehemu nyingi ya ardhi. Wanajitahidi makafiri kuifanya Qur'ani isifanye kazi katika ardhi, wa itifai nurihi, na kujaribu kuizima nuru yake ising'are katika ardhi. Lakini wa akidu kaidan, Mwenyezi Mungu anasema na mimi ninavikabili vitimbi vyao kwa akidu. Akidu dhamiri ni ana, yani msemaji ni Mwenyezi Mungu, anasema na mimi akidu, ana akidu kaidan, ai ukabiluhum, na mimi ninakabiliana nao makafiri hao, si waachili, nakabiliana nao bikaidi, kwa triki zangu, kwa mbinu zangu, kwa mitindo yangu, kwa hikma yangu, kwa nguvu zangu. Bikaidi fi i'la'i amrihi, katika kuliweka juu jambo lake Qur'ani. Wao wanafanya vitimbi katika kubatilisha hukumu yake isifanye kazi, na mimi akidu nakabiliana na vitimbi hivi kwa kufanya mambo ya kuiweka juu Qur'ani siku zote amri yake. Wa intishari nurihi, na kuzidi kuitawanya nuru yake. Wataka kuizima, haizimiki. Yuriduna liyutfi'u nura Allahi biafwahihim, wao katika aya nyingine imesema wanataka kuizima nuru ya Mwenyezi Mungu kwa vinywa. Kinywa hakiwezi kuzima hata balbu ya electric, utapuliza mpaka utakufilia mbali, mapafu yatapasuka, electric iko pale pale, ili jua lipate kuzimika, atakufa yeye. Huo ndio mfano wa Qur'ani, kama taa na kama umeme kwa binadamu, kwamba kinywa chake hakiwezi kuzima kitu. Yuriduna liyutfi'u nura Allahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuitimiza nuru yake. Walau kariha alkafiruna, ijapokuwa wachukie vipi makafiri. Famahili alkafirina, basi Muhammad wapururia makafiri. Amhilhum ruwaida, nami nawapururia muda mdogo tu. Ruwaidan ay qariban, nawapururia kwa muda karibu sana, si miaka mingi mtawatia mkononi, na nitakuonyesha baadhi yao. Hizo ndio mufradati, ni maneno, baadhi ya maneno magumu kidogo. Mufassir Mustafa al-Maradhi amejaribu kuyakunjua ili kumrahisishia yule mwingine asiyekuwa Mwarabu, anataka kujua Qur'ani, atafahamu vipi maneno ya Qur'ani. Mengine magumu, yamebanwa, yamefungwa, mara mvua iitwe samaa, na mtu kazoea samaa kusikia mbingu, samaa kasikia kitu gani? Lakini samaa vile vile ni mvua kwa hapa. Sasa tunaingia katika al-ma'na al-jumali, kwenye aya 7 za mwisho za sura Tariq. Kwa hakika ziko katika mfumo gani? Zinaelezea nini aya hizi?
ili mtu akisoma Qur'ani afahamu hasa kile ambacho kimekusudiwa kwenye aya hizi. Baada an bayyana qudratahu, baada ya Mwenyezi Mungu kubainisha uwezo wake mkubwa taala ala i'adati al-insan, uwezo juu ya kumrejesha mwanadamu baada al-mauti, baada ya kufa. Kabainisha Mwenyezi Mungu katika nyuma uwezo wake kwamba atamrejesha. Innahu ala raj'ihi laqadir, kasema tukazungumza sana huko. Walafata an-nadhara, baada ya muda Mwenyezi Mungu akatupia na mtazamo mwingine ili kumfanya mtu aangalie, avutike na Qur'ani, imnyoshe, imwelekeze Mwenyezi Mungu kuabudia ni yupi. Ila tadabburi, amevuta mtazamo wa binadamu kwenye kuzingatia fi burhani hadhihi alqudrati, katika hoja, katika dalili za uwezo huu wa Mwenyezi Mungu alionao. Hapo ndio utapata kuchagua ni muabudu Mungu yupi, maana vimefanya vingi vya kuabudiwa katika ardhi hii. Yupi hasa anastahili ibada? Basi ni mafanyo na maneno anayokwambia, utajua tu wapi nipeleke heshima yangu, wapi mimi nipige magoti, wapi mimi nisujudu niporomoke. Baada ya kubainisha uwezo huo, sharaa yuthabbitu sihhata risalati rasulihi alkarim. Sasa amekuwa Mwenyezi Mungu anathibitisha kusihi kwa ujumbe wa mjumbe wake Muhammadi, ujumbe mtukufu na mjumbe mtukufu. Ila nasi, anataka kuwaonyesha watu kwamba ujumbe huo ni ujumbe wa kweli. Wasihhata ma yaatihim bihi, na usahihi wa yale ambayo yanawajia viumbe min indillahi, kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Usahihi wa yale mtume wa Mwenyezi Mungu anawaletea watu min indillahi, kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Wa ahamu dhalika, na la muhimu kuliko yote aliyokuja nayo mtume, mengi kaja nayo. Wa ahamu dhalika, na muhimu ya hayo, alquranul karimu, ni hii Qur'ani tukufu. Ndio maana yake pale kuwapiwa kiapo kwa vitu viwili vikubwa, halafu yakatajwa maneno haya kwamba ni maneno alfasl alladhi, Qur'ani tukufu ambayo kanu yakuluna anhu, wao makafiri wamekuwa na mpaka leo wanaendelea, wamesema wa nyuma na wanasema sasa hivi na watasema wengine vile vile kuhusu Qur'ani. Wamesema nini? Innahu asatirul awwalin, hakika maneno haya ni porojo la watu wa zamani, maneno siokuwa na maana. Yani watu wa zamani walikuwa uncivilized, hawakustaarabika, ukakitaka wakajisemea maneno ovyo, na hii Qur'ani ni jumla ya maneno ovyo ya kipuzi ya watu wa zamani. Katika juhudi ya hivyo vitimbi vya makafiri, wamejaribu kuitoa maanani Qur'ani, kuambia watu ni maneno ya zamani haya ya watu wa zamani. Akasema, ndipo Mwenyezi Mungu akafanya kiapo kwa yamini, allati, kiapo ambacho tuthiru bimaiha, aksana bisamai, akaapa Mwenyezi Mungu kwa mvua, allati, mvua ambayo, au mbingu ambayo, tuthiru bimaiha, inamimina mbingu maji yake. Ikataja pale ni mbingu, lakini mradi wake ni mvua. Wal ardh, na akaiapia ardhi, allati, ardhi ambayo, tuqimu umura almaish, ardhi ndiyo inayosimamisha mambo ya maisha ya binadamu. Mambo ni juu na chini, kwa muungano huo ndio binadamu hana ujanja, anapitisha maisha yake kwa msaada wa vitu viwili hivi. Maji yanateremka, yakiteremka ardhi inapokea, inafanya ardhi mpasuko maalum kimeujiza, na binadamu na wanyama wanapata maisha yao. Akaapa Mwenyezi Mungu wal ardh, na kwa ardhi, allati tuqimu umura almaish, ambayo inasimamia mambo ya maisha, linnasi, kwa ajili ya watu, wal hayawani, na kwa wanyama, binabatiha, kwa ile mimea yake ardhi inayotoa. Kiapo chenyewe kinaapiwa nini? Innahu laqawlun haqqun, Qur'ani wasiwe na shaka watu kama walivyokuwa hawana shaka na mvua na ardhi. Maana mvua, hakuna binadamu mwenye akili akawa ana wasiwasi kwamba maisha yanategemea nini, yanategemea maji haya. Nawe mjinga wa mwisho alikusoma jitu bedui linaishi majangwani, lakini naelewa bedui hilo kwamba kwa msaada wa maji ndio maisha yake yanakwenda. Katika pahala kisha serenda bedui, kakunya mikono, kalima, kapiga jembe, hakuna kitu ambacho kinamkubalia.
Waache bedui, mchukue mtaalamu aliyesomea mambo ya kilimo, fundi sana mambo ya mbolea. Mbolea zinasifiwa kwa utaalamu mzuri sana, lakini zitakuwa zimekaa tu katika kazi yote kama hakuna maji. Na kama ardhi Mwenyezi Mungu kuiweka na mpasuko ule maalum kwa msaada wa maji, hakuna juhudi yoyote ya utaalamu wa mbolea wala kitu gani. Na expert wote wanaopelekwa sehemu mbalimbali katika dunia watakuwa hawana kazi kama hakuna maji. Kazi yao ya bure, utaalamu wao utakuwa bure, haina maana. Hivyo innahu la qaulun haq, kama watu hawana wasiwasi kwamba maisha yao yategemea mvua na ardhi, basi vile vile wathibitishe Qur'ani kuwa ni kauli ya haki, la raiba fihi, haina shaka ndani yake katika maelezo yake. Ndio maana kiapo hicho. Thumma, kisha katika aya hizi za mwisho za sura hii At-Tariq, bayana, Mwenyezi Mungu kabainisha annahu alimun, kwamba yeye ni mjuzi, bi anna alladhina, ya kwamba wale ambao yudafiuna an tilka alabatil, wanaotetea hizo batili walizonazo, allati hum alaiha, ambazo wao wamo juu yake batili hizo, wanataka kwamba wao ndio wastaarabu waendeshaji wa dunia kwa batili hizo. Mwenyezi Mungu anajua kwamba wao katika batili. Qaumun makiruna, anajua kwamba ni watu ambao wanafanya kila aina ya vitimbi. La yuriduna bika, hawakutakii wewe Muislamu, na mwanzo naambiwa Mtume la yuriduna bika, hawakutakii Muhammad watu hao, na wewe Muislamu uliokuwa umekamata dini sawa sawa. Hawa watu dunia hawa hawakutakii wewe illa as-su'a, isipokuwa ubaya mtupu. Kila aliyokuwa naishi bila ya Qur'ani hakutakii wewe Muislamu illa as-su'a, ubaya mtupu, uharibikiwe. Wasayatihim al-adhabu, watu hawa Mwenyezi Mungu hawezi kuachilia, itawajia wao adhabu min haithu la yashuruna, kutoka pahala ambapo au katika hali ambayo hawaitambui. Fala yahzunka ma tara minhum, basi asikuzunishe kabisa kabisa yale unayoyaona kwa wao. Wala tastabqiu hulula an-nikali bihim, wala usione uzito kubadilika kwa mateso kwa wao, usione uzito kwamba kwa nini wanaachiliwa mpaka leo, usione hivyo. Bal, lakini amhilhum qalilan, mimi ninafuria kidogo tu, wasatara ma sayahillu bihim, na utaona kwa macho yako kama utakuwa hai kitu gani kitakachowateremkia wao. Wala yakfa, na wala haipitikani, ma fi hadha, haya yaliyomo hapa, min wa'idin shadid, ni kwamba haya ni makemeo makubwa sana. Anna ma sayusibuhum qaribun, kwamba wako naambiwa yatawafika mambo karibu simbali. Sawaun kana fi hayati dunia, karibu hii ni sawasawa kama itakuwa katika maisha ya dunia, au fima baada al-mauti, au kama itakuwa baada ya mauti pia karibu vile vile simbali. Kwa Mwenyezi Mungu simbali mambo hayo, lakini kwa binadamu yawezekana akaona kwamba baada ya miaka 10 labda baada ya miaka 200 iko mbali, lakini kwa Mwenyezi Mungu simbali. Wa wa'dun lin-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na hiyo ni ahadi anapewa mtume Mwenyezi Mungu, wa likulli da'i, na kwa kila mlinganiaji wa dini hii. Hapa anapewa ahadi za Mwenyezi Mungu, wa wa'dun lin-nabiy, na hapa katika mkusanyiko wa hizi za mwisho ni ahadi maalum Mwenyezi Mungu anatoa kwa mtume wake, wa likulli da'in, na kwa kila mlinganiaji ila al-haqi, anaolingania watu kwenye haki, bi annahum, ya kwamba hao kuanzia mtume na wote walinganiaji, sayablughuna, watafikia pahala minan najahi, katika maokofu wataokoka lazima. Dhiki yoyote waliokuwa nayo, kama watakamata baraka na kitu hicho, basi Mwenyezi Mungu atawavusha pahala maalum. Ma yastahikuhu amalahum, atawafikisha pale pahala panapostahiki matendo yao, lakini cheki wafanye ule Uislamu wenyewe kwa vitendo, Mwenyezi Mungu atawafikisha pale hapo. Wa anna almunawiina, na wale wanaofanya ubaya, lahum, kuwafanyia wao, humul khasiruna, hao ndio watakaokhasirika. Kwa hakika hiyo ndio almaana aljumali, ni maana ya kijumla katika aya hizi, wapi zinatupeleka. Sasa tutaangalia almaana alidah, maana yake sasa katika uchambuzi kidogo wa kina. Sasa kidogo tunapata uchambuzi zaidi katika aya hizi 7 za mwisho za sura At-Tariq. Was-samaa'i dhati ar-raj'i, qasaman, hichi ni kiapo, umetumika wawe kiapo pale,
Samai dhati al-matari, kuwapiwa juu au mbingu ambayo inaleta mvua au mawingu vile sama. Wa huwa, na kwa nini Mwenyezi Mungu aiyatie mvua? Ni kitu cha upuuzi. Usijekona jambo la kawaida, mvua ndio nini? Uongo. Mvua kitu kikubwa. Hata mwenye safari yake huvurugika ghafla, akaanza kulaani, akatukana, na leo bwana, na kumeamka vibaya leo bwana. Kuamka vibaya kitu gani? Fanya tu unayofanya. Kama jabari sasa fanya, na hayafanyiki mambo yakasikia mbali. Shughuli haifanyiki. Inabidi mambo yaharibike. Kuna baadhi ya majira hayapitiki tena. Jambo kubwa sana manake, liko kwenye amri ya Mwenyezi Mungu. Ingelikuwa binadamu ana uwezo nalo, basi ungemuona ukafiri wake hapo zidi zaidi. Anaapia Mwenyezi Mungu kitu hicho. Kwa nini Mwenyezi Mungu aapia mvua? Wa huwa anfa'u shay'in, kwa sababu mvua, yaani maji, ndio kitu chenye manufaa zaidi. Kitu hicho yantadhiruhu almukhatabuna, wanakisubiri wanaosemeshwa na Qur'ani. Yantadhiruhu ndicho kitu kikubwa wanachokingojea wakulima na kila mtu. Mina samai, kije kutoka juu. Hawana uwezo nacho, ni kama serenda. Hata wale wanaojitahidi kufanya artificial rainfall zile, kwa hakika wanasema kwamba kwa wao zitaleta madhara, kwa sababu zinakuja kwa kiwango ambacho sicho kama kile Mwenyezi Mungu anachokileta, au kinakuwa hakitoshi au kingi zaidi kwa pahala maalum. Kwa hivyo matokeo yake ni kwamba ni mabaya. Na kama ingilikuwa uwezo huo kaachwa binadamu peke yake, basi matajiri tu, nchi matajiri tu duniani ndio zingetikisa zaidi dunia. Wengine maskini za Mungu ingekuwa basi wanakufa na njaa. Lakini haya mambo yako kwenye kabla ya Mwenyezi Mungu mwenyewe. Masikini wanapewa, matajiri wanapewa, na kuna baadhi ya mahala kwa hakika Mwenyezi Mungu anazuia maji haya kwa miaka 3, miaka 4, miaka 7, ingawa kawapa mali nyingi petroli, lakini huizuia, haipeleki. Na wala si kwa sababu ya uhodari wa kupanda miti wala kitu gani. Haya mambo yako kwenye kabla ya Mwenyezi Mungu, na anapotaka kuyateremsha hahitaji sababu ya miti wala kitu gani, hupeleka. Wakati mwingine ni neema na wakati mwingine ni nakama, maji hayo. Kwani mvua inapokuja, yubadilu jadibahum khasba, kubadilisha ukame wao binadamu viumbe, ikafanya ni pahala penye rutuba. Yubadilu jadibahum khasba, kubadilisha hali yao ya ukame ikafanya ni hali ya kumea, hali ya rutuba, na waanza kufurahi watu. Tamaa imeshika sasa, wakilima sasa wanatamaa kwamba watapata. Lakini kabla maji hayo wasema nalima nini bwana wewe, unapoteza nguvu zako bure bwana, hii hata hiyo mvua ipo. Waidu mawati ardhihim, na huwarejeshea sehemu zilizokufa ya ardhi yao, haya ikarejeshea hai vile vile. Wayasiru bihi, na hugeuka kwa maji hayo, lahabu saharaihim, ule moto unaopatikana kwenye majangwa, hawaan alilan, mara majangwani ukawa kuna hewa nzuri ya kuvuta, inafatiwa hasa watu wanakwenda majangwani kuvuta hewa safi sasa, na kuliko hakukaliki huko, wanakimbia watu. Lakini mvua ikinyesha, watu wanatoka katika miji kwenye majumba yaliyosokotana, watu wengi bila kiasi, wanapatia sehemu zile za wazi, kunakuwa na hewa nzuri ya ajabu baada ya mvua kunyesha. Hicho kiapo cha kwanza. Wal ardi dhati sab'i, ay wal ardi allati, namnaapa kwa ardhi ambayo tatasaddau bin nabati, inapasuka ardhi wenyewe kwa sababu ya mmea wa shajari na miti mikubwa, wa thimari na matunda, mimma bihi hayatuhum, katika vitu ambavyo kwa vitu hivyo watu wanapata uhai wao, wa hayatu an'amihim, na uhai wa wanyama wao vile wanafuga. Wahum fi biladin fuqaraun jadibaun, hali ya kuwa wao wamo katika miji mafakiri sana, miji na ukame. Basi Mwenyezi Mungu akileta maji, tahamaki ardhi inapo tajiri. Wanadhiru hadha, na mfano wa maneno kama haya kwenye Qur'ani, qauluhu, ni pale Mwenyezi Mungu aliposema katika sura Abasa, falyanzur al-insanu ila ta'amihi anna sarabna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-ardha shaqqa, ndio al-ardu dhati sab'i thumma shaqaqna al-ardha shaqqa, kisha tukaipasua ardhi kwa mpasuko wa ajabu.
thumma dhakara almuqsama alayhi, kisha baada ya viapo hivi akataja kile chenye kuapiwa juu yake. Innahu laqawlun faslun, ay qasaman bis-samai, na hapa kwa mbingu au kwa mvua, wal ardhi, na ardhi. Inna hadha alqawla, hakika neno hili, alladhi jaakum bihi Muhammadun, ambalo kakuleteni Muhammad sallallahu alayhi wasallam, la qawlun haqqun, neno la kweli, la majala liraibi fihi, hakuna nafasi ya kutia shaka katika maneno hayo. Shaka itoka wapi? Na kila kisemacho kinathibitishwa tu na ulimwengu. Wa huwa jiddun, nayo ni maneno ambayo ya kweli kabisa, la hazlun fihi, hakuna la maskhara ndani yake. Wa min haqqihi, katika haki ya maneno hayo, an yahtadiya bihi alquwatu alfawatu, ni kuwaongoza wale ambao wamepotea. Wa takhdha'u lahu riqabu alghutatu, na kuinamisha shingo zao, na kuinamisha shingo za wale ambao ni waasi waliofanya jeuri, lazima wainame kwenye Qur'ani. Wa min haqqihi, katika haki yake Qur'ani, an yahtadiya bihi alfawatu, ni kuweza kuongoka kwa Qur'ani hiyo wale ambao wamepotea njia, wakisoma kidogo naongoka. Wa takhdha'u lahu, na kuinamisha kwenye Qur'ani hiyo riqabu al'utatu, shingo za wale majeuri. Akhraja at-Tirmidhi, ametoa Imam Tirmidhi wa Darimi, na Imam Darimi, an Ali radiyallahu anhu, kutokana na Sayyidina Ali ibn Abi Talib, Mwenyezi Mungu amwiradhi. Qala, amesema Sayyidina Ali, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nimemsikia mjumbe Mwenyezi Mungu anasema hivi, innaha satakunu fitanun, kwa hakika duniani itatokezea fitna kubwa ya kuvurugia watu itikadi yao na dini yao. Qultu, Sayyidina Ali anasema nikamuuliza Mtume, fitna hiyo itapotokezea, famal makhraju minha ya Rasulullah, ni jambo gani la kuweza mtu akatoka akavuka katika fitna hiyo, afanye nini? Qala, Mtume akajibu akasema, anaweza mtu kutoka na jambo litakaloweza kumvua kitabullah, ni kitabu cha Mwenyezi Mungu. Innahu laqawlun fasl fihi, ndani ya kitabu hicho, naba'u man qablakum, mna habari za waliopita kabla yenu, zimeelezwa waziwazi humo. Qaumu Nuh, qaumu Ad, kina Thamud, qaumu Firaun, qaumu Saleh, wote habari ya watu wa Musa, watu wa Isa. Fihi naba'u man qablakum, ndani yake mna habari ya watu kabla yenu. Wa khabaru man ba'dakum, isitoshe ndani yake mna habari ya watakaokuja baada yenu. Pia ninyi ni kwa umma ni bora kabisa, mnapata habari za watu wa nyuma na habari za watu mbele. Hao watu wa nyuma wenzenu walikuwa wakipata habari za watu wa mbele tu, nyuma yao hakuna kitu. Wa hukmu ma bainakum, na Qur'ani ni hukumu ya yale ambayo yako kati yenu ninyi mnaoishi nayo. Qur'ani itakuwa mwenye wal faslu, hiyo Qur'ani ni neno la upambanuzi, laisa bil hazli, si neno la kufanyiwa maskhara kabisa kabisa. Wal faslu, Mtume anasema, na Mwenyezi Mungu amesema innahu laqawlun fasl, na Mtume anasema huwa al faslu. Qur'ani ni hukumu, Qur'ani ni upambanuzi, Qur'ani ni kifunguo cha kila palipofumba itafungulia. Laisa bil hazli, si neno la maskhara. Yataka yule msomaji wenyewe anayefahamu kiasi gani ile maana ya Qur'an. Yataka yule msomaji wenyewe anaposoma ana uzito kiasi gani kwenye moyo wake kuiamini, ataweza kuona khawasi ya Qur'an ya ajabu kabisa. Hatahitajia mtu mganga kumpunga shetani wala mzima kupiga magoti kwenye Qur'ani bwana kabisa. Mahali anatachombo hichi, basi majini yatainama na kila uongo utakaopangwa kwa maneno haya, kwa sababu ni faslun, innahu laqawlun faslun wa ma huwa bil hazli. Si maneno ya mzaha, haona upuzi hata kidogo. Maneno yake, hawasi zake zilivyo na mna zinafanya kazi ili zikuonyeshe muujiza yake, yategemea kima cha imani yako ulionayo. Ikiwa umenipa kima kidogo tu, kuamini kidogo tu, utaona kidogo kidogo, na kama Qur'ani haiamini kabisa hutaona kitu. Lakini kama kima cha imani kiwa kikubwa, utakuwa ukiona mambo makubwa kwenye Qur'ani karibu. Man tarakahu, Mtume anasema mwenye kuiwacha hiyo,
min jabbarin, kama yeye ni jabbari jeuri, ana maguvu, khasamahu Allahu, Mwenyezi Mungu atamwangamiza. Wa man ibtaqa al-huda, na mwenye kujitahidi kutafuta uongofu, min ghairihi, bila ya Qur'ani Karim, adallahu Allahu, Mwenyezi Mungu atamwachilia mbali kupotoka, hana pa kupata uongofu wote. Hata kama unamuona ni graduate anatembea na briefcase mkononi na hivi na hivi, kama hayumo kwenye Qur'ani, basi adallahu Allahu, Mwenyezi Mungu atamwachilia mbali kupotoka, kama atakuwa yeye anatafuta uongofu bila ya Qur'ani. Wa huwa, kisha Mtume akasema hiyo Qur'ani hablullahi almatin, ndiyo nguzo, ndiyo kamba ya Mwenyezi Mungu iliyo madhubuti. Aliposema wa'tasimu bihablillahi jami'an, hablullahi almatin ni Qur'ani. Wa huwa dhikrul hakim, nao ndio utaji wenye hikma. Wa huwa siratul mustaqim, na hiyo Qur'ani ndio njia iliyonyooka. Huwa alladhi, hiyo ndiyo ambayo la tazighu fihi al-ahwa'u, matamanio ya mtu hayatapotea yakateleza kama atakuwa yuko juu ya Qur'ani. Kila anachokitamani Qur'ani na mgaidi nampeleka. Wala tashba'u minhu al-ulama'u, na wala hawashibi kwa Qur'ani hiyo wanavyuoni, hawafiki pahala yuko Qur'ani basi hawaja nayo tena. Kitabu chochote cha mtungaji wowote, sana sana kama umekisoma sana, umekipenda na hamnacho sana mara mbili, zaidi hapo tena unakitundika juu ya rafu yote mavumbi au kumgaia mtu, sema na wewe pata faida. Lakini hakiji kukipitia kila siku, kila mwaka, kila mwezi hakiji. Lakini Qur'ani hawashibi kwa Qur'ani hiyo wanavyuoni. Wala taltabisu bihi al-alsinu, na wala hazibabaiki kwa Qur'ani hiyo ndimi zikawa zinapotoka zatamka hivi. Hapana, zikikamata Qur'ani basi ni kwa ndimi hazipotoki, hazifanyi shaka, hazibabaiki. Wala yakhlaqu, na wala Qur'ani haichakai, Qur'ani haiozi, Qur'ani haimi tena imevurugika, haina muka, haina maana kuku. Ala kathrati raddi, juu ya wingi wa kurejewa kila siku, kusoma na kusoma sura hiyo hiyo, hizo kwa hizo, tafsiri hizo kwa hizo. Hii Qur'ani tukimaliza tukianza tena utaikuta mpya mbichi zaidi, kwa sababu Mtume akasema la yakhlaqu, haichakai, haiwi kuku. Ala kathrati raddi, juu ya wingi wa kurejewa, kila ukirejea ndio Mwenyezi Mungu anakupa maana zaidi sahihi. Wala tanqadhi ajaibuhu, na wala hayamaliziki maajabu yake Qur'ani, kila siku na maajabu zaidi. Wala tanqadhi, na wala hayakatiki, ajaibuhu, maajabu yake. Huwa alladhi, Qur'ani ndio chombo ambacho lam tantahi aljinnu, hawakukoma majini, hawakufikia mwisho majini. Lamma sami'atu, pale walipoisikia. Anqalu, hawakusita kusema kwa kuungama, kwa kuplead guilty, kwamba wamekubali makosa. Walisemaje? Kwa kweli inna sami'na Qur'anan ajaba. Wacha mchezo, sisi wenzenu tumesikia kisomo cha ajabu. Yahdi ila rushdi, kinaongoza katika uongofu. Fa amanna bihi, basi wenzenu tumekiamini kitu hicho. Walan, na kuanzia leo tunatumia harufu ya lan, yufidu an-nafi al-abadi. Lam inafidisha kukanushwa kitendo milele, ila antakuma saa. Walan nushrika bi rabbina ahada, na sisi katu hatutomshirikisha Mola wetu milele. Man qala bihi, Mtume kamalizia akasema, mwenye kusema kwa kutumia Qur'ani hiyo sadaqa, amesema kweli. Wa man hakama bihi adala, na mwenye kuhukumia kitabu cha Mungu ametenda uadilifu. Wa man amila bihi ujira, na mwenye kuifanyia kazi Qur'ani hulipwa na Mola wake. Wa man hada bihi, na mwenye kuongoza au akaongoka yeye kwa Qur'ani hiyo, hudiya ila siratul mustaqim, huongolewa